Sema hivi ndivyo ambavyo tunaelekea kwenye nafasi zetu za kutawala. Hivi ndivyo ambavyo tunaelekea kwenye nafasi zetu za kumiliki. Na mkono wa Bwana uko pamoja nasi. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Now, chukua nafasi yako kwa jina la Yesu. Tutajifunza kwa ufupi alafu then tutaenda kuomba. Tutajifunza kwa ufupi. Amen. Yeah. Wow. Tutakuwa kwenye Mwanzo sura ya 41. Mwanzo sura ya 41. Mwanzo sura ya 41. Tumekuwa tukiangalia the story of Joseph and Dominion. Ni namna gani ambavyo Mungu alibadilisha maisha ya Yusufu kutoka mtu wa kawaida kabisa mpaka kuwa mtawala. Ni mapenzi ya Mungu ya kwamba utoke kwenye hali ya kawaida ya maisha, hali ya kawaida ya kile ambacho unakifanya mpaka kwenye nafasi ya utukufu zaidi. Kwa hiyo kwa kadiri ambavyo tutakuwa tunajifunza, utagundua maisha yako yanabadilika na Mungu anakupa mtazamo mpya katika jina la Yesu aliye hai. Ndani ya hizi siku 100 maisha yako hayatabaki kawaida kwa jina la Yesu. Paza sauti yako amen kubwa. Paza tena amen kubwa. Mwanzo sura ya 40 mstari wa 23. Mwanzo sura ya 40 mstari wa 23. Lakini huyo mkuu wa wanyeshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Mwanzo sura ya 40 mstari wa 23. Lakini huyo mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Moja ya kitu ambacho unapaswa kujifunza kwenye maisha, kuna watu ambao unaweza ukawa unafikiri ya kwamba wangekusaidia kwenye maisha kwa sababu uliwasaidia. Maandiko yanazungumza ya kwamba Yusufu ndiye ambaye alimsaidia mnyweshaji kutafsiri ndoto yake na kumwelekeza mambo yanayokuja mbele yake. Lakini maandiko yanasema pamoja na kwamba Yusufu alimsaidia huyu mnyweshaji kujua ndoto yake na alimwahidi ya kwamba kuna siku angemtaja kwa mfalme. Ameenda kwa mfalme. Maandiko yanasema alipoenda kwa mfalme amerudi kwenye kazi yake, amerudi kwenye position yake. Maandiko yanasema yule mnyweshaji akamsahau Yusufu. Sometimes kuna watu ambao unafikiri wangekukumbuka endapo wangefanikiwa. Wangekukumbuka kwa sababu wamevuka mahali fulani au uliwasaidia kuvuka mahali fulani. Lakini unakuta wamekusahau. Usiweke tumaini kwa watu ya kwamba bila wao huwezi kufanikiwa. Tarudia tena. Usiweke tumaini kwa watu ya kwamba bila wao huwezi kufanikiwa. Yusufu angefikiri ya kwamba yule mnyweshaji angemtaja, pengine angetoka gerezani, angeenda kupata kazi Ikulu. Lakini maandiko yanasema yule mnyweshaji akafanya nini? Akamsahau. Lakini sometimes pia shetani ana tabia ya kusahaulisha watu wema wako uliowafanyia kwenye maisha yao. Shetani ana tabia ya kuwasahaulisha watu wema wako uliowafanyia kwenye maisha yao. Unaweza ukakuta kuna mtu ulimtendea vema, ulimsaidia, lakini anakuja kukugeuka, anakufanyia vibaya kama hakujui. Sometimes unajiuliza, kwa nini ananifanyia hivi? Kwa nini ananitendea hivi? Kumbe shetani amemsahaulisha. Ninakuombea leo katika jina la Yesu. Mtu yoyote ambaye unatakiwa jina lako litajwe na mtu fulani mahali fulani, na huyo mtu amelisahau jina lako, ndani ya maombi ya siku hizi Bwana akakumbuke jina lako katika jina la Yesu. Nasema tena, Bwana akakumbuke jina lako katika jina la Yesu aliye hai. Paza amen kwa jina la Yesu. Now,
Baada ya kusauliwa, sura ya 41 sasa, Mungu anajaribu kutengeneza, Mungu anatengeneza mazingira ya mtoto wake kutoka gerezani. Mungu ana njia zake, na njia za Mungu hazichunguziki. Angalia sura ya 41 mstari wa kwanza. Ikawa mwisho wa miaka 2 mizima, Farao akaota ndoto, na tazama amesimama kando ya mto. Na tazama ng'ombe 7 wazuri wanono walipanda kutoka mtoni, wakajilisha manyasini. Na tazama ng'ombe 7 wengine wakapanda nyuma yao kutoka mtoni, wabaya wamekonda, wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine ukingoni mwa mto. Kisha hao ng'ombe wabaya waliokonda wakawala wale ng'ombe 7 wazuri wanono. Basi Farao akaamka, hajatulia vizuri, mstari wa 5, akalala tena, akaota ndoto mara ya pili. Na tazama masuke 7 yalimea katika bua moja, makubwa mema. Na tazama masuke 7 membamba yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Kisha hayo masuke membamba 7 yakayala yale masuke 7 makubwa yaliyojaa. Basi Farao akaamka, kumbe ni ndoto tu. Hata asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo hayo. Mstari wa 9. Basi mkuu wa wanyweshaji akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Farao aliwakasirikia. Mstari wa 9. Basi mkuu wa wanyweshaji akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Nao utagundua ya kwamba yalikuwa ni makosa kumsahau mtu aliyemsaidia. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Yalikuwa ni nini? Ni makosa kumsahau mtu aliyemsaidia. Nikwambie kitu kimoja cha msingi kabla siendelea kusoma maandiko. Ukifanikiwa, jifunze kuwakumbuka watu waliokushika mkono na kukusaidia. Inawezekana ikawa ni watu ambao ni wa kawaida kabisa. Jifunze kuwakumbuka. Sometimes sio kwamba unalipa fadhila, ila ni unaonyesha moyo wa ubinadamu ya kwamba ninafurahia mchango wako kwenye maisha yangu. Wangapi wananielewa? Ni mbaya sana mtu alikuvusha nyakati mbaya za maisha yako na ukamsahau. Ni mbaya sana mtu alikutetea mahali ambapo hapana mtu aliyeweza kusimama na wewe kukutetea na ukamsahau. Kamwe kwenye maisha yangu kuna watu ambao walisimama na mimi nyakati ngumu, siwezi kuwasahau. Sometimes hata kama wanafanya vitu vibaya, lakini siwezi kuwasahau. Nakumbuka kuna siku alinisaidia. Wangapi wananielewa ninachoongea? Ni Roho wa Mungu anayewakumbushaga watu, kuwakumbuka watu waliowasaidia. Kuna mtu ananielewa? Maandiko yanasema yule mnyweshaji akasema, ninakumbuka leo makosa yangu. Ni makosa kusahau watu waliokusaidia nyakati za shida. Mstari wa 9. Basi mkuu wa wanyweshaji akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Kuna kitu kimoja nikuelekeze. Kuna watu wengine ambao wakishafanikiwa, mpaka wale waliowasaidia kwenye nyakati ngumu, uliwanunulia mavazi, uliwapa chakula, uliwatendea vema, unakuta na yeye anakugeuka. Unaanza kujiuliza kwamba Mungu, hivi ni kitu gani nimekifanya? Siku moja mtumishi wa Mungu Apostle Johnson Suleiman akawa anatoa ushuhuda wake. Anasema, siku moja nikaenda kwa babangu wa kiroho. Anasema, nilipoenda kwa babangu wa kiroho, nikamwambia kwamba ninaomba niombewe niwe delivered. Nimefungwa. Sasa kwa nini nimefungwa na kitu gani? Anasema, nimefungwa na jambo moja. Ninawatendea watu mema, lakini mimi nalipwa nini? Mabaya. Sometimes unajua ni kama kifungo. Kila wakati unawatendea watu fulani mema, alafu nalipwa nini?
mabaya. Unapanda mbegu njema kwa watu lakini unalipwa. Unawasaidia watu lakini unalipwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao uliwapandia mbegu njema, uliwasaidia, uliwawezesha kwenye maisha, wanakutendea mabaya. Uliwapa mavazi, uliwapa chakula, uliwapa malazi, uliwatendea vema, wanakutendea vibaya. Ninakuombea leo katika jina la Yesu, usilipwe mabaya badala ya mema katika jina la Yesu. Katika kila kitu chema unachokifanya kwenye maisha ya watu, Bwana akupe kuvuna maradufu katika jina la Yesu aliye hai. Bwana akupe kuvuna yale mema uliowatendea watu katika jina la Yesu aliye hai. Sometimes unasema, Mungu ni wapi nimekosea? Ni wapi nimekosea? Naamini kabisa Yusufu na yeye alikuwa analalamika. Anasema, ni wapi Mungu nimekosea? Kwa nini nimewatendea watu mema? Nimewasaidia watu vizuri. Nimewatendea watu fadhila, lakini wananilipa mabaya. Ndugu zangu niliwapelekea chakula. Nilipowapelekea chakula wakanitupa kwenye shimo. Wakaona haitoshi, wakaniuza. Nikaenda kwenye nyumba ya Potifa, nikatenda vizuri, nikamsaidia miradi yake ikaenda, nikamsaidia biashara zake zikaenda, nikasingiziwa kwamba nimembaka. Baadaye nimeenda gerezani, nimewatendea mema watu walioko gerezani, lakini miaka yote hii miwili wamenisahau. Wamenisahau. So sometimes inakuwa kama ni karoho fulani kana kufuatilia. Na ukweli ni kwamba kwa Yusufu, maandiko yanazungumza wazi, lilikuwa ni kosa la mnyweshaji. Miaka miwili imepita. Maana yake miaka miwili, maana yake wakati huo Yusufu alikuwa na miaka 28. Kwa sababu sura hii tunayosoma, Yusufu alikuwa na miaka 30. Kwa hiyo Yusufu alikuwa na miaka mingapi? 28. Yuko wapi? Yupo gerezani. Angalia. Naomba tuende taratibu, sema amen. Mstari wa 10. Farao aliwakasirikia watumwa wake, akanitia nifungwe nyumbani mwa mkuu wa askari, mimi na mkuu wa wakaji. Tukaota ndoto usiku mmoja, mimi na yeye, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake. Na huko pamoja nasi palikuwa na kijana Mwebrania, mtumishi wa mkuu wa askari. Tukamhadithia, naye akatufasiria ndoto zetu. Akamfasiria kila mtu kama ilivyokuwa ndoto yake. Ikawa kama vile alivyotufasiria ndivyo ilivyotokea. Mimi narudishwa katika kazi yangu, na yeye alitundikwa. Ndipo Farao akapeleka watu, akamwita Yusufu, akamleta upesi kutoka gerezani. Ninakuombea katika jina la Yesu aliye hai, siku hii ya leo ukatoke upesi kwenye gereza ambalo upo katika jina la Yesu aliye hai. Siku hii ya leo ukatoke kwenye kila aina ya gereza ambalo umewekwa upesi katika jina la Yesu aliye hai. Maandiko yanasema, ndipo Farao akapeleka watu, akamwita Yusufu, wakamleta upesi. Wakamleta upesi kutoka gerezani. Akanyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Kuna mtu mmoja maisha yake anaenda kubadilika katika jina la Yesu. Nasema kuna mtu mmoja maisha yake anaenda kubadilika katika jina la Yesu. Maandiko yanasema walipomtoa gerezani, wakampeleka saluni, akaenda kunyoa. Maana yake alikuwa na nywele nyingi na alikuwa apendezi. Akanyoa, akabadili nguo zake, akatolewa nguo za gerezani. Nasema mavazi yako yote yanayokuonesha kwamba wewe haufai kwenye maisha, hayo mavazi yanabadilishwa kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema nafasi ambayo unayo kwenye ofisi yako, ambayo inakuonesha kwamba wewe ni mtu wa kawaida, Bwana anakupa cheo kipya katika jina la Yesu aliye hai. Nasema Bwana anakupa cheo kipya katika jina la Yesu aliye hai. Maandiko yanasema akanyolewa nywele zake, akabadilishwa mavazi yake, alafu akaingizwa kwa Farao. Angalia mstari wa 15. Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto. Nimeota ndoto, wala hakuna awezaye kunifasiria. Nami nimesikia habari zako, ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuifasiri. Yusufu akamjibu Farao akisema, si mimi. Mungu atampa Farao majibu ya amani. Na mtu mmoja aseme, mimi kwa uweza wa Mungu nitaipa Tanzania majibu ya amani. Sema, mimi kwa uweza wa Mungu nitaipa Tanzania majibu ya amani. Listen to me. Kila mtu
amekuja kutoa majibu kwenye eneo fulani kwenye maisha. Listen. Kila mtu amekuja kutoa majibu kwenye eneo fulani kwenye maisha. Listen, ukibadilisha maisha ya watu, maisha yako yatabadilika. Ukitafsiri ndoto za watu, maisha yako yatabadilika. Kuna watu wana ndoto fulani za maisha na wanatamani zile ndoto zitimie. Ukiwasaidia kutafsiri ndoto zao, maisha yako yatabadilika. Hujanielewa bado? Kuna mtu unataka biashara kubwa. Siku hii ya leo, pokea hiyo biashara katika jina la Yesu. Nasema pokea hiyo biashara katika jina la Yesu. Kuna mtu unatamani ndoa nzuri. Nasema pokea hiyo ndoa nzuri katika jina la Yesu. Pokea hiyo ndoa nzuri katika jina la Yesu aliye hai. Na ukipokea hiyo ndoa nzuri, ukapokea hiyo biashara nzuri, ukipokea hiyo kazi nzuri, ukafasiri ndoto za watu, maana yake mimi nitakuwa na portion kwenye maisha yako. Haujanielewa? Nasema hivi, kwa kusema pokea ndoa nzuri, ni ndoto yako. Nimekufasiria, ukapata ndoto nzuri, ukapata majibu ya ndoto nzuri. Nikakwambia pokea biashara nzuri, ukapata biashara nzuri. Mungu akakufanikisha ukapata biashara nzuri. Nimetafsiri ndoto yako. Unafikiri nikifasiri ndoto yako maisha yangu yatabaki kawaida? Nao angalia kitu kinachotokea. Huyu mfasiri wa ndoto anapofasiri ndoto. Unapoenda kwenye serikali, unatoa majibu kwenye serikali. Unapotoa majibu haubaki pale pale. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Unapotoa majibu kwa Watanzania, ndivyo Watanzania wanapokureward. Unapotoa majibu kwa familia yako, kuna vitu vitabadilika kwenye maisha yako. Angalia, Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto, wala hakuna awezaye kunifasiria. Nami nimesikia habari zako ya kwamba usikiapo ndoto waweza kufasiri. Yusufu akamjibu Farao akisema, si mimi. Mungu atampa Farao majibu ya amani. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu nalikuwa nikisimama ukingoni mwa mto, natazama ng'ombe 7 wanatoka mtoni, wanono wazuri, wakajilisha manyasini. Kisha tazama ng'ombe 7 wengine wakapanda baada yao, dhaifu, wabaya sana, wamekonda katika nchi yote ya Misri. Sijawahi kuona kama hao kwa udhaifu. Na hao ng'ombe waliokonda wabaya wakawala wale ng'ombe 7 wa kwanza, wale wanono. Na walipokwisha kuwala, haikutambulikana ya kwamba wamewala, bali wakaonekana wabaya kama kwanza. Basi nikaamka, kisha nikaona katika ndoto yangu, natazama masuke 7 yanatokeza katika bua moja, mema yamejaa. Natazama masuke 7 membamba dhaifu, yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Na hayo masuke madhaifu yakameza yale masuke 7 mema. Nami nikawaambia hao waganga, wala hakuna aliyeweza kunionyesha maana yake. Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja. Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Wale ng'ombe 7 wema ni miaka 7, na yale masuke 7 mema ni miaka 7. Ndoto ni moja. Na wale ng'ombe 7 dhaifu wabaya waliopanda baada yao ni miaka 7, na yale masuke 7 matupu yaliyokaushwa na upepo wa mashariki yatakuwa miaka 7 ya njaa. Ndivyo nilivyomwambia Farao ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Tazama, miaka 7 ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri. Kisha kutakuja miaka 7 ya njaa baada yake, na shibe ile yote itasauliwa katika nchi ya Misri, na njaa itaiharibu nchi, wala shibe ile haitajulikana katika nchi, kwa sababu njaa inayokuja baadaye, maana itakuwa nzito sana. Na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara 2 ni kwa sababu neno la Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili. Sema mtu wa akili. Sema mtu wa akili na hekima. Na hekima. Now angalia qualifications ambazo nabii wa Bwana anazitoa. Anasema Farao ajitafutie mtu wa nini? Wa akili. Mtu wa nini? Usiwe na haraka kukimbilia kwenye hekima. Mtu wa nini? Unajua kinachotufanyaga tusielewe maandiko, tunakimbiliaga mbele haraka. Ajitafutie mtu wa nini? Sema mtu wa akili. Akusema mtu anene na kwa lugha, alisema mtu wa nini?
Listen to me. Alisema mtu ananena kwa lugha. Ukweli ni kwamba Yusufu alikuwa na roho wa Mungu. Lakini akusema jitafutie mtu anayenena kwa nini? Serikali inatafuta mtu atakayetoa majibu. Jitafutie mtu wa nini? Nao hapo ndipo ambapo watoto wa Mungu wanakosekana. Kwa sababu wengi wana uwezo wa kunena kwa lugha lakini hawana nini? Akili. Farao anataka majibu. Anataka majibu kwenye taifa. Watu wanaotafutwa sio wajinga. Sio watu wasio na akili. Anasema nitafutie watu wenye akili. Kwenye eneo la biashara wameprove kwamba wana akili. Kwenye eneo la science wameprove ya kwamba wana akili. Nao kwa watu gani ambao wanahitajika hapa? Watu wenye akili. Watu wenye nini? Wenye akili. Watu wanaoweza kutatua matatizo ya ndoa ni watu wenye akili. Watu wenye nini? Ukiona ndoa zinavunjika ni kwa sababu ya ujinga ulioko kwa wanandoa. Ukiona biashara zinafeli ni kwa sababu ya ujinga ulioko ndani ya wafanyabiashara. Na Mungu anataka azikomboe biashara. Anataka azikomboe ndoa. Cha kwanza ambacho anakiletaga ni akili. Sema akili. Sema akili. Sema akili. Sema akili. Sema akili. Kuna miaka 7 ya njaa inakuja mbele. Haihitajiki watu wanaonena kwa lugha. Inahitajika watu wenye akili za kilimo. Inahitajika watu ambao wanaweza wakafanya biashara wakajikusanyia mali. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kama kuna hali inaweza ikatokea kwenye taifa, hali mbaya, watu wanaoweza kuleta majibu ni watu wenye akili. Taifa linapopitia crisis, watu wanaoweza kuleta majibu sio wajinga, sio wapumbavu, ni watu wenye akili. Now, angalia Yusufu anatoa recommendation. Anasema at this moment mfalme atafute watu wenye nini? Kanisa hili liendelee linahitaji watu wenye akili. Sio tu watu wanaoweza kunena kwa lugha. Linahitaji watu wenye nini? Sema watu wenye akili. Sema watu wenye akili. Sema watu wenye akili. Chochote ambacho unataka kifanikiwe na kistawi kwenye maisha yako, watu wenye akili lazima wawe kwenye nafasi. Sema watu wenye akili. Sema watu wenye akili. Mwambie jirani yako charge your mind. Mwambie charge akili yako. Akili yako ina uwezo wa kuchajiwa. Akili yako ina uwezo wa kuongezwa. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili. Ni wachache ndio maana wajitafutie. Wangekuwa wengi wangesema kawachukue. Tafuta watu wenye akili na hekima. Sema hekima. Sema hekima. Hekima ni uwezo wa kutambua nini ufanye na saa ngapi na wapi. Na nani afanye. Na afanye kwa namna gani. Wangapi wananielewa? Hekima inakuonesha nini kifanyike, saa ngapi kifanyike, nani afanye, kwa namna gani afanye. Hiyo ni hekima. Hekima ina uwezo wa kupambanua namna, nani, kwa namna gani, kwa muda gani. Akili haitoshi. Hekima. Sema hekima. Sema hekima. Kitu kinachoweza kukupeleka mahali pa nafasi za juu ni uwezo wa kujua nini kifanyike, namna gani kifanyike, saa ngapi kifanyike. Ukweli biashara zinalipa. Hekima itakufundisha biashara ifanyike saa ngapi. Duka linatakiwa lifunguliwe saa 12, wewe unafungua duka saa 6 mchana. Ukweli umenena kwa lugha toka asubuhi mpaka saa 4, lakini hekima yako ni mbovu. Kwa sababu hekima yako haijakusaidia kukuonesha muda wa kufungua ofisi. Na ndio maana hata ukisema nimeshinda kanisani mchana kutwa, haitakusaidia. Kwa sababu kanisani sio mahali pa kuchuma pesa. Kanisani ni mahali pa kupata baraka. Asubuhi saa 11 unaenda kwenye biashara, unaenda kuiachilia baraka uliyotoka nayo kanisani. Unafanya kazi mchana kutwa. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? Hekima inakwambia muda wa biashara sio muda wa kuanza kulia na kuomba. Muda wa biashara, kaa kwenye biashara, fanya biashara. Hekima inakuonesha nini kifanyike wapi na saa ngapi. Hekima inakwambia hii ni biashara, kaa hudumia wateja. Wangapi wananielewa ninachoongea?
Hey. Wangapi wananielewa ninachoongea? Nenda kafanye kazi. Hekima inakwambia nenda kafanye kazi mchana kutu. Muda wa kumtafuta Mungu umetengwa, mtafute Mungu kwenye muda huo. Wale wenye hekima punga mkono. Sema Roho Mtakatifu nakushukuru kwa sababu unanipa hekima. Kwa sababu unanipa hekima. Imagine Yusufu pamoja na kwamba alipewa nafasi ya kuwa top akiwa gerezani. Alikuwa anajua nini cha kufanya akiwa gerezani. Yusufu alipewa nafasi ya kuwa top kwenye nyumba ya Potifa na alijua nini cha kufanya akiwa kwenye nyumba ya Potifa. Na that's why Joseph was the best. Kwa nini Yusufu alikuwa the best na alileta kuzalisha mali kwa hali ya juu? Ni kwa sababu alikuwa na hekima. Muda wa kwenda kwenye bustani alikuwa apigi magoti kwanza kuomba. Muda wa kwenda kwenye kusimamia wanyama alikuwa apigi magoti kwanza kuomba. Muda wa kuwapanga wafanyakazi wengine kwenye kazi zao alikuwa hakai kulalamika. Wangapi wananielewa ninachoongea? Sasa tatizo moja liko hapa, walokole wengi wanafeli kwa sababu muda wa kufanya kazi wanalalamika. Muda wa kushughulika kutengeneza pesa wanaanza kulalamika, unajua taifa halina hela. Sio taifa halina hela, wewe huna hela. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Piga kelele amen kama unanielewa. Piga kelele amen kama unanielewa. Na Farao ajitafutie mtu wa nini? Wa akili na hekima. Sema amweke juu. Watu wanaokaa juu ni watu wenye nini? Sema akili na hekima. Maandiko yanasema amweke wapi? Amweke wapi? Anayetakiwa kukaa juu ni mtu wa namna gani? Wa akili na hekima. Kitu gani kinachowaweka watu juu? Piga kelele, sema akili na hekima. Sema akili na hekima. Ukiona mjinga amekaa juu, taifa lazima liumie. Ukiona mjinga amekaa juu, taasisi lazima iumie. Ukiona mjinga amekaa juu, kanisa lazima liumie. Kitu gani ambacho kinafanya watu waendelee, watu wawe juu? Ni akili na hekima. So you can be good in speaking in tongues. Unaweza ukanena kwa lugha rakatakaba, lakini kama kwenye akili zako hazichaji, hautoboi kwenye maisha. Kama utakuwa una hekima, hujui nini ufanye, wapi ufanye, saa ngapi ufanye, na nani akusaidie, nini kifanyike, aisee, hautoboi kwenye maisha. Na ndio maana kuwa na akili nyingi haitoshi. Nilikuwa namwambia binti yangu mmoja leo, namwambia uwe na akili, uwe mjanja pia. Sema uwe mjanja. Sema uwe mjanja. Maandiko yanasema uwe mjanja kama nani? Kama nyoka, na mpole kama nini? Nyoka ni mjanja. Sema mjanja. Nyoka ana hekima, anajua nini afanye, wapi, saa ngapi afanye nini. Unanielewa? Umewahi kumkuta nyoka anatembea barabarani? Nyoka anatembea kwenye majani, anatembea akijificha, kwa sababu anajua hapa ndapigwa. Ana hekima. Umenielewa? Anajua wapi pa kukaa, wapi sio pa kukaa. Tatizo letu liko hivi. Wanakole wengi hatupendi kuwa wajanja. Tunafikiri ya kwamba ukiwa mjanja ni dhambi. Wewe unajua mambo. Sema unajua mambo. Sema unajua mambo. Mtu mjanja ni mtu mwenye taarifa tudogodogo. Taarifa tudogodogo. Sio lazima ujue sana kila. Akisha at least everything you know. Everything. Unajua at least ukiambia kufanya hichi, unasema I can do it. Na ndio maana kuna watu wanakola wakienda kuomba kazi, wanaambia hii kazi inahitajika mtu mwenye uzoefu wa miaka 3. Anasema mimi sina uzoefu. Siku uliposema una uzoefu ndio ulikosa nini? Hakikisha kila kitu una dodoso. Wangapi wananielewa ninachoongea? Hakikisha una taarifa. Taarifa ndio huo uzoefu. Unataka uzoefu wapi? Nani ana uzoefu wa kufanya kazi ya urais? Nani ana uzoefu? Ila si rais anakuwa rais. Hii ni tafsiri wewe unajua ya kwamba sio kila kazi unahitaji nini? Uzoefu. Hakuna mtu mwenye uzoefu wa kuwa rais. Chochote unachokifanya kinakupa uzoefu wa kuwa kile unachotaka kuwa. Kwa hiyo ukienda kuomba kazi, hakuna kazi yenyewe huna nini? Uzoefu. Kazi zote unao nini? Ndio maana nikwambia ukipewa tu nafasi ya kusimamia bata nyumbani, simamia bata vizuri mpaka bata wao wanapendeza. Umenielewa ninachoongea? Yaani hakikisha you are good on that.
Yusufu amepewa nafasi ya kusimamia nyumbani wanyama, mbuzi na ng'ombe. Yusufu alisimamia mpaka Farao. Potifa akasema, na kuachia kila kitu isipokuwa chakula ninachokula mdomoni na mke wangu tu. Wangapi wananielewa? Ameenda gerezani, mkuu wa gereza anasema kila kitu kwenye hili gereza kiko chini ya Yusufu. Sio kipo chini ya askari, kipo chini ya nani? Ya Yusufu. Utaangalia huku chini Farao naye anakuja anaongea vile vile mara 3. Inaonyesha kwamba Yusufu alikuwa na akili, alikuwa na hekima, alikuwa mjanja. Yusufu hakuwa mzembe, unajua amekaa hivi. Umeokoka? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nena kwa lugha rikota. Ukimkuta Yusufu anakuambia wewe dogo, wewe mjinga wewe. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? Yusufu, ungemkuta Yusufu yupo sokoni anauza bidhaa, anaongea na wateja vizuri. Ukipaka mafuta haya mara moja unang'aa, unakuwa mweupe. Je, mnaelewa ninachoongea? Mlokole umekuja ripa raba, wateja wanakuja pale huko ripa baba. No. Uwe na akili, uwe na hekima. Saa ngapi ninena kwa lugha, wateja hawapo, rato koba shatara, wateja wamekuja, karibu sana. Na tabasamu liko pale. Karibu. Wow, umependeza. Nikuhudumie nini? Yes, karibu sana. Mlokole, karibu. Utazama namtoa pepo mtu. Karibu. Unataka nini? Watu wengine mnaulizia tu. Hamnunui. No. Wangapi wamenielewa? Wangapi wamenielewa? Piga kelele akili na hekima. Piga kelele akili na hekima. Kinachomweka mtu juu ni akili na hekima. Farao na jitafutie mtu wa akili na hekima. Amweke chini? No. Amweke juu ya Misri. Sema juu ya Misri. Amweke juu ya nchi ya Misri. Sema amweke juu ya nchi ya Misri. Unajua Yusufu alikuwa very clever. Very clever. Amweke wapi? Juu ya nchi. Angalia. Farao na afanye hivi. Dogo, mbona una mambo mengi? Amepewa kutafsiri ndoto. Amemaliza kutafsiri ndoto, anaanza kazi nyingine. Na waonesha vitu kadhaa hapa chini. Farao na afanye hivi. Tena akaweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri. Wewe toka lini wewe umekuwa waziri wa chakula? Toka lini tena tumekupa nafasi ya kusimamia na kumshauri rais? Umepewa kazi ya kutafsiri nini? Lakini Yusufu hakuishia pale, akaongeza kazi nyingine. Kama kuna watu wengi leo ukiwaambia fagia hapa, anafagia, anakusanya takataka pale. Takataka kwa nini umekusanya pale? Si uliniambia nifagie, nikaona nikusanye pale. Mtu mwenye akili anafagia, hajaona shimo, anaenda kutafuta mahali pa kuchimba shimo pa kuhifadhi takataka. Job description inasema fagia, sio chimba shimo la nini. Baba amekuja, anasema mwanangu, you have done the best. Ndio kuelekeza vitu kadhaa huko chini. Angalia. Farao afanye hivi. Tena akaweke wasimamizi juu ya nchi yote na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba. Maana yake kila mtu atakapokuwa akivuna ahakikishe sehemu yake ya 5 anampa Farao. Na wakusanye chakula chote miaka hii miema ijayo. Wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao. Akiba wapeleke wapi? Kwa Farao. Wakakilinde kuwa chakula katika miji. Imagine this man. So anatoa pendekezo la kutengeneza magara. Ni lini aliona haya magara? Aliyaona wapi? Sema hekima. Sema hekima. Sema spirit of wisdom. Sema spirit of wisdom. Now, at this moment we see the spirit of wisdom in work. Tunaona roho ya hekima
inaanza kupambanua nini kifanyike, namna gani kifanyike, nani afanye, na kifanyike wapi, kwa muda gani kifanyike. Imagine this wisdom. Angalia mstari unaofuata. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi. Anaanza kuelekeza namna ya kutengeneza akiba kwenye taifa kwa ajili ya miaka ijayo ya njaa. Sema akiba. Sema akiba. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Now this man anataka iponye nchi na njaa. Sio kila mtu anaweza akatoa majibu kwenye taifa. Huyu mtu anataka avoid madeni kwenye taifa. Unajua kuna hekima ya kuavoid madeni kwenye taifa. Taifa linaweza likaishi pasipo kukopa kopa. Kuna kukopa na kukopa kopa. Umeelewa ninachoongea? Na hekima ipo hapa. Hekima ipo. Hekima Yusufu anaionyesha namna ya kuliponya taifa na njaa miaka ijayo. Namna ya kuliondoa taifa kwenye hali ya kwenda kuomba misaada. Maana yake at this time analitoa taifa kwenye kuomba misaada ya chakula miaka 7 ijayo. Nyewe wangapi ananielewa ninachoongea? Na hii hekima inatoka kwa mtumishi wa Mungu. Tatizo liko hapa. Tunafikiri ya kwamba taifa linahitaji watu wanaonena kwa lugha tu. No. Linahitaji watu wanaonena kwa lugha wenye akili na hekima. Wenye akili na nini? Na hekima. Kila wakati unapokuja kwenye nyumba ya Mungu, moja ya kitu ambacho kinatakiwa kukua ndani yako ni uwezo wako wa akili. Ukiona umekaa kanisani uwezo wako wa akili unashuka, ondoka hapo kanisani. Ukiona unakaa kanisani uwezo wako wa hekima wa kupambanua mambo, nini ufanye, wapi ufanye, namna gani ufanye, ukiona hiyo akili inapotea, ondoka hapo kanisani. Hata hapa with the shakers, ondoka. Kwa sababu moja ya kitu ambacho kanisa linatakiwa kufanya ni kuongeza uwezo wa maarifa. Wangapi wananielewa ninachoongea? Maandiko yanasema Farao, mstari wa 37. Tuko pale? Mstari wa 37 tusome wote 1 2 3. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Ishia pale. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Imagine Farao mwenyewe anasema, hapana aise, sijawahi kupata kwenye baraza langu la mawaziri mtu kama huyu. Sijawahi kupata kwenye baraza langu la washauri mtu kama huyu. Then ana conclude, anasema tupate wapi ndugu zangu? Tupate wapi? Imagine ametoka gerezani. Alafu mfalme anaongea. Mtu ametoka siku hiyo gerezani, amenyolewa nywele, amevalishwa nguo kutoka gerezani. Alikuwa amevaa nguo zake za gerezani. Muda huo mfalme anabadilika, haongei tena lugha ya kwamba mfungwa wa gerezani. Anasema tupate wapi mtu kama huyu? Maana yake Potifa hufai, mkuu wa gereza hufai, washauri wangu wote, waganga na wachawi wote hamfai. Tupate wapi mtu kama ambaye roho wa Mungu anakaa? Kitu gani kinafanya Farao akubali kwamba huyu mtu ana roho wa Mungu? Sema akili na hekima. Sema akili na hekima. Sio kunena kwa lugha. Hey, wangapi wananielewa ninachoongea? Kinachofa akwenda pale rokotobosha rakata. Hata Daniel aliposema mfalme ameota ndoto, mfalme anataka tafsiri ya ndoto, Daniel akusema ngoja tuanze kunena kwa lugha hapa, rekatakaba. Akasema mfalme, tunaomba angalau utupe muda, twende tukanene kwa lugha, tukija hapa tukupe tafsiri, tusikupe tena kunena kwa lugha. Wangapi wamenielewa? Wangapi wamenielewa? Ukienda kwenye ile ofisi, wanachotarajia ni majibu namna gani kampuni yao inaweza kuzalisha. Ukienda kwenye ile ndoa, ni namna gani unaenda kuwa mama mshauri wa yule mume, kanisa liongezeke.
Namna gani unaenda kuwa mshauri wa yule mama, miradi yake ya yule baba, mishauri yake miradi yake iongezeke. Umeenda pale, toka umeenda pale miradi inashuka, kampuni linaporomoka, mambo hayaendi vizuri. Hilo ni tatizo. Ongapa ananielewa? Umeenda pale, moja ya kitu unachotakiwa kwenda nacho, na huu ni mtaji wa mtu yoyote. Ukitaka ufanikiwe mahali popote, nenda na mtaji wa hivi vitu viwili: akili na hekima. Kila wakati sometimes naweza nikaa najiombea. Siombi mambo mengi, nasema Mungu nipe akili. Nipe akili. Nipe akili. Mungu nipe akili. Nipe. Listen to me. Kuna akili inaweza ikaweko ndani ya mtu, ni signature ya kwamba roho wa Mungu yuko ndani yake. Kuna akili mtu anaweza akaionyesha ni sahihi ya kwamba huyu mtu ndani yake kuna Mungu. Hakuna mtu anaweza kaongea namna hii. Hakuna mtu anaweza kashauri namna hii. Hakuna mtu ambaye anaweza kukuonyesha namna ya kufanya mambo kwa wepesi namna hii. Imagine mtu amekaa mahali anafanya mambo yawe magumu, anafanya ndoa iwe ngumu, anafanya biashara iwe ngumu, anafanya ofisi iwe ngumu. Ni tafsiri rahisi ya kwamba huyo mtu ndani yake kuna roho mbaya, roho ya giza. Umeingia mle kwenye ndoa, toka umeingia kwenye ndoa ufurahi, hauna amani. Maana yake hapo ndani kuna roho moja mbaya iko huko ndani. Roho ya Mungu inarahisisha mambo. Roho ya Mungu ina tabia ya kufanya mambo yawe mepesi. Roho ya Mungu haina tabia ya kufanya mambo yawe magumu. Na ndio maana ukiingia kwenye taasisi yoyote, ukaingia kwenye nafasi yote ya serikali, kazi yako ni kurahisisha mambo, sio kufanya mambo yawe magumu. Ukiona mambo yanakuwa magumu mahali, ni tafsiri ya kwamba kuna akili na hekima havipo. Sema amen kama unanielewa. Maandiko yanasema Yusufu anamwambia mfalme, tafuta mtu mwenye akili na hekima ukamweke juu ya nchi yote. Watu wanaotakiwa kukaa juu kwenye ofisi ni watu wenye akili na hekima. Tatizo moja tunalo, tunapima watu uwezo kwa vyeti. Mtu amesoma miaka 20, unafikiri ana akili? Unafikiri ana akili? Inawezekana tu alifeli huo mtihani ambao mlimpa, ila akili anazo. Wangapi ananielewa ninachoongea? Na ndio maana kwenye maisha tunakuja kutumia hizo akili sasa tulizo. Wale waliosoma darasani na wengine hawajasoma, tunakutana huko mtaani. Unakutana na mtu amesha standard, amesha kidato cha 4, lakini alivyo na uwezo wa kusolve mambo. Ndio huyo amemwajiri mtu amesoma mpaka chuo. Amemwajiri, kaa hapo utakuwa unaniuzia nguo. Sasa nauza nguo kwenye duka la nani, nimepata kazi. Nimepata kazi. Huyo mtu alisoma mpaka wapi? Form 4. Hana akili anazo. Nauliza swali, hana akili anazo? Kumbe hata kwenye taifa kuna watu wana akili na hekima, ila sio maarifa yale ya darasani. Na mimi nataka nikufundishe kitu kimoja, jifunze kufikiri nje ya box. Ndio maana nikikutanaga na watu wa chuoni wanajidai akili zao, yani mimi chuo, naambia dogo, vyuo vinakusaidia tu uweze kupambanua mambo. Kama chuo kinakufanya uwe na akili mgando, acha. Kuna mtu yani akili zake zote zipo kwenye makaratasi. Naomba kazi, makaratasi. Naomba kazi, makaratasi. Naomba kazi, makaratasi. Hadi kufuga kuku unahitaji makaratasi. Na umesoma chuo kuuza bagia unahitaji makaratasi. Kutengeneza sambusa unahitaji makaratasi. Nyie mnanielewa ninachoongea? Kwenda kujumua nguo za 100,000 na kuuza mtaani unahitaji makaratasi. Na hizo unahitaji unene kwa lugha. Sema Mungu nipe akili. Sema Mungu nipe akili. Sema Mungu nipe akili. Sema Mungu nipe akili. Farao